السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله خالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما هوى، بمشيئته رشد من رشد وغاوى من غاوى، وبإرادته فسد من فسد واستوى من استوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صرف من شاء من الهدى ومن شاء من الهوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خير من نهى نفسه عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عدد ما عطش إنسان وارتوى. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana katika juma kama hili, lengo kuu ni kufundishana na kuelimishana na kutanabanishana. Leo katika khutba ambayo tutaweza kuwa nayo ndani ya madakika haya, unwani yake inasema mawqifani lil'abdi baina yaday Allah, visimamo viwili anavyofaa kusimama mwanadamu, mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbele ya Mola wake. Kuna visimamo viwili ambavyo kila mwanadamu ni lazima aweze kusimama visimamo hivi. Kisimamo kimoja mwanadamu anafaa kusimama hapa duniani katika uhai wake wote, aishi na kisimamo kama hicho. Na kisimamo cha pili ni kisimamo atakachosimama kesho akhera, kisimamo anachostahiki kusimama mwanadamu katika dunia, kisimamo ambacho anafaa kuishi nacho katika uhai wake wote. Endapo mwanadamu atakitimiza namna inavyotakikana kisimamo hiki cha hapa ulimwenguni, basi ataweza kuishi vizuri katika huu ulimwengu na ataondoka kwa njia ambayo ni nzuri vile vile katika huu ulimwengu, na vile vile atakwenda kukutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala akiwa radhi. Na kwa sababu amekitimiza kisimamo cha hapa ulimwenguni katika uhai wake, kisimamo ambacho kimempa uhai ama akaweza kupata maisha mazuri, kisimamo ambacho kimemwezesha kwenda kuondoka katika ulimwengu kwa hali nzuri, kisimamo ambacho kimemwezesha kwenda kukutana na Mola wake akiwa radhi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kumrahisishia hicho kisimamo ambacho atafaa kukisimama kesho akhera. Kwa hivyo kisimamo cha hapa ulimwenguni ni kisimamo ambacho ni muhimu sana. Hastahili wala hafai mwanadamu kukipuuza kisimamo kama hicho, kwa sababu ndicho kisimamo ambacho kitamwezesha kupata maisha mazuri, aishi vizuri, aondoke kwa njia nzuri katika ulimwengu, aende akakutane na Mola wake akiwa katika hali nzuri, na pia kisimamo hicho kiweze kumrahisishia kisimamo kilichoko mbele yake. Visimamo viwili hivi
ama kisimamo ambacho ni cha hapa ulimwenguni, huwa al-wuqufu baina yaday Allahi fi swala, ni kisimamo ambacho mwanadamu anafaa kukisimama mbele ya Mola wake katika swala, kwa sababu swala, mtu anapokuwa katika swala basi huwa yuko katika kisimamo, amesimama mbele ya Mola wake. Kisimamo cha swala ni kisimamo anachosimama mwanadamu mbele ya Mola wake. Hivi Waislamu wafahamu kwamba kisimamo tunachosimama kwenye swala huwa tumesimama mbele ya Mola wetu. Twalijua hilo? Na kisimamo tunachosimama ama visimamo tunavyosimama kwenye swala tunazoswali, basi huwa tumesimama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tuko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuko mbele ya muumba wa mbingu na ardhi, mfalme wa wafalme. Wakati umesimama katika sala, basi wakati ule uko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa yataka ufahamu kwamba umesimama mbele ya nani na nini unastahili kukifanya ukiwa mbele ya yule ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Sasa swala zetu, je, tulifahamu kwamba tuko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim anatuambia, hafidhu ala salawat, zihifadhini swala tano kwa kuchunga wakati wake, kwa kuzitekeleza nguzo zake na shuruti zake, kisha waswalati al-wusta, na vile vile muitekeleze swala ambayo ni ya kati na kati, pia nayo muihifadhi. Kwanza Mwenyezi Mungu amezifundisha swala, kisha akaisisitiza swala moja, akasema kwamba waswalati al-wusta, na swala ya kati na kati. Wanazuoni tuambia kwamba swalatu al-wusta ni salatu al-asri, kwa sababu ina wakati mgumu sana. Wengi wanapokula lunch utakapopumzika, alasiri inapita. Wengi wameshughulika na shughuli mbalimbali, kama ni biashara, kama ni mambo mengine, asri huwa inapita. Sasa Mwenyezi Mungu akaisisitiza, akasema waswalatu al-wusta, na pia muichunge sana sala ya kati na kati. Kisha akasema Mwenyezi Mungu, waqumu lillahi qanitin, na simameni kisimamo ambacho ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisimamo cha Mwenyezi Mungu. Qanitina, mkiwa ni wanyenyekevu, mkiwa watiifu, mkiwa ni wenye adabu katika zile swala zenu. Sasa waqumu lillahi, kisimamo hiki cha sala ni kisimamo cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kisimamo ambacho mja wakati amesimama yuko katika swala, basi yuko mbele ya Mola wake. Sio kwamba atakuwa yuko mbele ya mtu mwingine wa kawaida, kwamba anaweza kumfanyia lolote lile kwa sababu ni mtu aliyemzoea. Hapana, yuko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na ardhi. Sasa lazima awe mtiifu, awe mnyenyekevu, awe na khushui, awe na adabu, kwa sababu yuko mbele ya Mola wake. Ndio ukisoma fiqh inayohusu swala, fiqh uswalati, utakuta imesisitizwa sana al-khushu' katika swala. Ni nguzo muhimu tena kubwa katika swala. Inapokosekana khushu' katika swala, na swala nayo itakuwa imekosekana vile vile. Kwa hivyo lazima katika swala tuwe watiifu, wanyenyekevu, tuwe ni wenye adabu, kwa sababu tuko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Hakim, hadithi ambayo ameisimulia Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha kana ahadukum fi salati, mmoja wenu anaposimama katika swala, fa innahu yunaji rabbahu, afahamu kwamba wakati ule amesimama kwenye swala ananong'ona na Mola wake, anazungumza na Mola wake. Wakati umesimama katika sala, hilo lifahamu kwamba wewe uko mbele ya Mwenyezi Mungu na unazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema, falyanzur ahadukum ma yaqulu fi salati, basi mmoja wenu na azingatie kile anachokizungumza ama atakachokizungumza akiwa katika swala. Azingatie na achunge kipi cha kuzungumza wakati yuko katika swala, kwa sababu yuko mbele ya Mwenyezi Mungu na anaongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akimalizia hii hadithi, asema, wala tarfa'u aswatakum fatudhul mu'minin, wala msiinue sauti zenu kwa juu mkawaudhi na waumini. Kuna watu wakiwa katika sala, umesimama naye, basi utamsikiliza yeye swala yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu yeye ni mtu wa kutoa sauti, anatoa sauti ya juu. Sasa hata wewe uko naye ubavuni pia washindwa kusoma zile sura ama adhkari ambazo wewe wafaa kufanya katika ile swala kwa sababu ya sauti yake. Wapo watu wa namna hiyo. Kama ni suratul Fatiha, basi wewe ukianza yeye sauti yake iko juu. Unajua kawaida wewe ukiwa sauti yako iko chini, mwenzako sauti yake iko juu, lazima atakuconfuse kiasi ambacho utashindwa wewe kufuata kile kisomo chako, itakubidi ufanye nini? Umsikilize yeye. Ama wengine akijua imamu amesoma kulu wallahu na yeye anaijua, basi ataifuata tena kwa sauti, kwa sababu imamu amesoma kulu wallahu na yeye anaijua. Sasa anamfuata imamu vile anavyosoma. Sasa utakuta wale wengine maamuma walioko ubavuni mwake wanateseka katika kusoma, maana kitabidi na wao wafanye nini? Wafuate kile kisomo chake. Hata mara nyingine imamu anafikiria labda amekosea, maana nasikia sauti nyuma, lakini kulu wallahu kweli mimi naweza kusema kulu wallahu kweli, mimi nitaendelea. Sasa kwa maamuma kutoa sauti ambayo itamuudhi na kumchanganya Muislamu mwenzake aliyoko ubavuni mwake haifai. Soma kisomo unachotaka kusoma ama unachofaa kusoma kwa sauti ambayo ni ya chini, ili usimtatize na mwenzako ambaye yuko ubavuni mwako. Sasa wala tarfa'u aswatakum fatudhul mu'minina, msiinue sauti zenu mkawa mnawaudhi waumini wenzenu mnaoswali nao. Hadithi ya pili, hadithi aliyopokea al-Imam Tabarani, hadithi ambayo ameisimulia Abu Umama al-Bahili, asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innal abda idha qama lis-salati futihat lahu al-janna, mja anaposimama kwenye swala basi huwa anafunguliwa milango ya pepo. Inafunguliwa milango ya pepo kwa ajili yake mja aliyesimama kwenye swala. Wewe ukisema tu Allahu Akbar, basi milango ya pepo inafunguliwa. Wa kushifat lahu al-hujubu bainahu wa baina rabbih, asema Mtume, na inaondolewa pazia iliyoko baina yake na Mola wake. Ile pazia iliyoko baina yake na Mola wake huwa inaondolewa. Sasa wakati ule anazungumza na Mwenyezi Mungu ana kwa ana, hakuna pazia, japo yeye atakuwa hamuoni Mwenyezi Mungu, lakini ile pazia imeondolewa, anaonana na Mwenyezi Mungu ana kwa ana. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam,
wastakbalahu al-hurul 'ain. Wakati huo milango ya pepo imefunguliwa kwa ajili yake, pazia imeondolewa baina yake na Mola wake, anakaribishwa peponi na mahurul 'ain. Mahurul 'ain wanamkaribisha na kumpokea peponi, lakini kwa sharti. Mtume asema malam yatamakad au yatanahna, akiwa katika sala yake hakujishughulisha na mambo mengine, amehudhurisha moyo wake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja, akiwa na hakika kwamba kisimamo hiki mimi niko mbele ya Mwenyezi Mungu, moyo wake akauhudhurisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ule, bila kutaka kutoa makamasi mfano ama kujikooza, yeye amekaa akauelekeza moyo wake kwa Mola wake moja kwa moja. Wajua kuna watu wako katika sala kufanya mambo mengine hata unaweza kusema ni ajabu. Hana mafua lakini saa zote hakooi, lakini saa zote kujikooza ya nini? Huna lolote. Ikiwa kweli unayo mafua ambayo yanakutatiza katika ibada yako ile, usipoyatoa ama usipoyavuta ndani yatakutatiza katika sala yako, waruhusiwa. Una kikohozi ambacho cha kusumbua, upate kusoma vizuri, sawa, waruhusiwa. Jikohoze, utoe kile kikohozi ili upate kusoma kwa njia ambayo ni nzuri. Lakini wewe huna lolote, lakini saa zote huwa mara unatoa hiki, mara unajikohoza na huna lolote, basi fadhila hizi tulizozieleza katika hii hadithi utazikosa kwa sababu ya kufanya vitu ambavyo havina maana. Hakuna dharura ya kuvifanya vitu kama hivyo. Siku moja niliwahi kuswali na bwana mwingine, yaani yeye akiwa katika sala kufuta huu uso wake anaweza kufuta zaidi ya mara 10 katika sala. Yaani dakika 2-3 anafuta uso, baada ya dakika 2-3 anafuta tena uso. Kuna nini basi kwenye huo uso unafutwa namna hiyo mara nyingi? Kuna dharura gani? Sasa unakosa zile fadhila na unakosa kujifahamu wewe kwamba uko mbele ya nani wakati kama ule. Uko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unafaa kusimama kwa heshima na adabu na nidhamu, kwa sababu wakati wewe unaongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile kuthibitisha kwamba mwanadamu anapokuwa katika sala yuko mbele ya Mola wake, mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna hadithi ambayo ameisimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim. Asema Abu Huraira, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul. Abu Huraira anasema niliwahi kumsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, Mtume anasema qala Allah Ta'ala, Mtume anasema Mwenyezi Mungu amesema. Amesema nini Mwenyezi Mungu? Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kasamtu salata baini wa baina abdi kismaini. Mwenyezi Mungu anasema swala nimeigawanya mara mbili. Nimegawanya swala nusu mbili. Nisfun li'abdi wa nisfun li, ama nisfun li wa nisfun li'abdi. Mwenyezi Mungu anasema nusu moja ni yangu mimi na nusu ya pili ni ya mja wangu, ama ni kwa ajili ya mja wangu. Swala Mwenyezi Mungu anasema amegawanya mara mbili. Nusu moja ni yake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na nusu ya pili ni ya mja yule mwenye kuswali. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa idha qala al-'abdu alhamdulillah rabbil alamin. Mja anapokuwa katika sala, ashafunga sala, kunulia sala na kuswali,
Sasa anasoma suratul Fatiha, asema akisema alhamdulillahi rabbil alamin, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye anasema hamidani rabbi, mja wangu amenihimidi, mja wangu amenihimidi. Wewe ukisha kusema katika sala alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu anasema mja wangu amenihimidi. Na akisema arrahmanir rahim, Mwenyezi Mungu anasema athna alayya abdi, mja wangu amenisifu. Arrahmanir rahim, Mwenyezi Mungu anasema mja wangu amenisifu. Maliki yaumiddin, Mwenyezi Mungu anasema majadani abdi, mja wangu amenitukuza. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Mwenyezi Mungu anasema hadha baini wa baina abdi, hili ni liko mara mbili, kuna baina ya mja na kuna baina ya muumini. Wali abdi ma saala, na mja atapata kile atakachoomba. Hii iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iko mara mbili, kuna sehemu ni yake Mwenyezi Mungu, sehemu nyingine ni ya mja. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, hili ni kwa ajili ya mja wangu na mja wangu atapata kile atakachoomba. Kwa nini mazungumzo haya? Wewe kusema alhamdulillahi rabbil alamin, yeye Mwenyezi Mungu anasema ni kumaanisha kwamba kauli yako unayoizungumza Mwenyezi Mungu anaisikia, yuko na wewe. Mwenyezi Mungu akijua yuko na wewe, ndio kile utakachokisema yeye Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anakujibu. Ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko na wewe. Kwa hivyo kisimamo katika swala ni kisimamo ambacho mja amesimama mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, si kisimamo ambacho anafaa kufanya upuzi wala kufanya mchezo wa aina yoyote. Anafaa kuwa mtiifu na mwenye adabu na heshima anapokuwa katika swala. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu waumini wa kisawasawa, akasema walladhina hum fi salatihim khashi'un, na wale ambao wakiwa katika sala zao wana unyenyekevu, wananyenyekea, wako na adabu na heshima. Kwa sababu gani? Wanafahamu kwamba wako mbele ya nani? Wako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima wawe wanyenyekevu na watiifu. Kwa hivyo mwanadamu pale anapoingia katika sala, akishakusema tu Allahu Akbar, tayari ashafungua hadhara nyingine, hayuko katika ulimwengu bali yuko mbele ya Mola wake. Kwa tamko tu la takbira ya kuhirimia sala ile Allahu Akbar, tayari ashafungua ukurasa mwingine, yuko mbele ya Mwenyezi Mungu wakati ule. Anafaa fikra zake, mawazo yake yote ayatoe katika ulimwengu, ayaelekeze kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndivyo inatakikana. Mawazo yake yote ayatoe katika dunia, kama ni biashara, kama ni safari, kama ni maandalizi ya hiki na kile, ayatoe yote, ayaelekeze kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Sasa je, sisi swala zetu tunapokuwa katika sala, kweli mawazo yetu yote yametoka katika dunia, yamemwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Huwa tumemwelekea Mwenyezi Mungu kwa dhati wakati tukiwa katika sala? Kila mmoja anajua mwenyewe nafsi yake. Tukiwa katika sala ndiyo mwanzo, kila kitu kitakuja, fikra zote zitakuja. Kama kuna jambo alikuwa anafikiria hajapata utatuzi, hajapata jawabu lake, lakini akiingia katika swala atapata jawabu, atapata jawabu. Kwa sababu sisi tuko katika sala, miili ndiyo iko katika sala, lakini nyoyo zetu ziko nje ya sala. Bali wengine hata haziko hapa, ziko nje ya nchi kamwe. Ni kiwiliwili tu ndio kimesimama, lakini roho haiko katika swala. Sasa kisimamo hiki
ikiwa tutakisimama haki, yani tutakipatia haki yake, tutakisimama inavyotakikana kwa heshima na adabu, tukiwa katika sala, tukachunga hukumu za sala, nguzo, shuruti zote tukazichunga na kuzifanya, tukatekeleza swala ndani ya wakati unaotakikana, basi kisimamo hiki kitatufungulia mengi sana hapa duniani na kesho akhera. Vile vile kitatufungulia milango mizuri na mingi ya heri, na itakuwa ni sababu vile vile kisimamo cha akhera Mwenyezi Mungu aturahisishie. Lakini ikiwa tutakipuuza kisimamo hiki cha hapa ulimwenguni, tukifanya vile tunavyotaka sisi, bila kuchunga nguzo zake, bila kuchunga sharti zake, bila kuchunga wakati wake, tukaswali tunavyotaka sisi, sio inavyotakikana, basi itakuwa ni sababu ya kupata kisimamo ambacho kitakuwa kizito sana. Kisimamo cha akhera kitakuwa kizito kwa sababu ya kupuuza kisimamo hiki cha hapa ulimwenguni. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatuambia katika hadithi aliyopokea Imam Ahmad, hadithi ambayo ameisimulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, asema Abdullah ibn Amr ibn al-As asema Mtume sallallahu alaihi wa sallam siku moja alizungumza sala. Katika mazungumzo yake alipoitaja sala akasema, man hafadha alaiha, mwenye kuihifadhi ile sala kwa wakati wake, akawa ataiswali kwa wakati wake na akachunga nguzo zake, akachunga na sharti zake, yani akaiswali swala inavyotakikana, asema Mtume, kanat lahu nuran, ile swala itakuwa kwake yeye ni nuru, itamwangazia, itampa nuru siku hiyo ambayo Mwenyezi Mungu anasema yauma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Siku hiyo utakuta watu ama utawapata watu wana nuru ambayo inawaangazia pambizoni mwao. Imetokana na nini? Na hii swala, ikiwa atakuwa ameiswali inavyotakikana. Kisha wa burhana, na swala pia itakuwa ni hoja kwake yeye, itamtetea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanajata, na sala itakuwa ni sababu ya yeye kufaulu siku ya Kiyama. Lakini ikiwa amehifadhi na kuchunga ahkami zake na sharti zake na nguzo zake, akaiswali inavyotakikana, hivyo ndivyo itakavyokuwa swala kwake yeye. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wa man lam yahfadh alaiha, na kwa yule ambaye hatoihifadhi, hatoichunga, ataswali anavyotaka yeye, saa zote yeye ni mtu wa kukidhi. Dhuhuri ataiswali wakati wa asri, asr ataiswali pamoja na isha na magharibi, aswali anavyotaka yeye. Ama ameswali kwa wakati lakini amekosa kuhifadhi ama amekosa kuchunga nguzo za ile swala, amekosa kufuata sharti za ile swala, Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema lam yakun lahu nurun, huyu hatakuwa na nuru wala burhan, wala hatakuwa na huja wala najatun, wala hatakuwa na wokovu wote, hataokolewa na chochote. Kwa sababu gani? Hakuihifadhi ile swala, hakuichunga ile swala namna inavyotakikana. Na kubwa zaidi asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana yaumal qiyamah, siku ya Kiyama atakuwa maa Karuna, pamoja na Karun, wa Hamana na Haman, wa Firaun na Firaun, wa Ubay bin Khalaf na Ubay bin Khalaf. Hawa ni vigogo wa ukafiri, hawa ni vigogo wa ukafiri. Sasa kwa yule ambaye atakuwa hakuichunga swala, hakutimiza sharti zake, hakutimiza nguzo zake, hakuchunga na wakati
basi kesho atakwenda kufufuliwa akiwa pamoja na watu hawa waliodai kwamba wao ni Mungu. Sasa ikiwa huyu hakuihifadhi sala, ameswali lakini kwa wakati anaotaka yeye, ameswali lakini kwa namna anavyotaka yeye, hakuchunga sharti zake, hakuhifadhi wakati wake, hakuchunga nguzo zake, atakwenda kufufuliwa pamoja na hawa. Je, yule ambaye maisha yake yote katika ulimwengu hakuwahi kumsujudia Mola wake hata sijida moja? Huyu ameswali lakini hakuihifadhi, ameswali ndivyo sivyo, atakuwa pamoja na kina Firauni, watu waliodai kwamba wao ni Mungu. Je, yule ambaye maisha yake yote hakuwahi kumsujudia Mola wake hata sijida moja, unatarajia naye atakuwa na hali gani? Huyu atakuwa na hali ya dhiki kabisa, atakuwa na hali ambayo ni nzito. Hadithi nyingine ambayo amepokea Imamu Abu Daud na Imamu Tirmidhi na Imamu Nasai, hadithi ambayo amesimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamah as-salah, hakika jambo la mwanzo ambalo atakwenda kuhesabiwa nalo mwanadamu kesho akhera mbele ya Mola wake ni swala. Swala ndiyo itakayokuwa ya mwanzo itakayoangaliwa katika matendo yake mwanadamu. Swala ndiyo ya mwanzo itakayoanza kuangaliwa. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa in saluhat faqad aflaha wa anja, ikiwa ile swala baada ya kuangaliwa imekutikana kwamba imefaulu, haina makosa, iko sawa, imeswaliwa vile inavyotakikana, basi atakuwa amefaulu na amenani saada. Swala ikiangaliwa ikionekana kwamba haina makosa, imeswaliwa inavyotakikana, sharti zake zimechungwa, nguzo zake zimechungwa, wakati nao pia umehifadhiwa, kwa hivyo ni swala ambayo haina kasoro, basi huyu mtu atakuwa amefaulu na mambo yake mengine yote yatakuwa yamefaulu. Kwa sababu gani? Swala imekamilika. Ikifaulu swala, basi na mengine yote yatapita bila tatizo. Lakini asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in fasadat, ikiwa sala itakutikana na kasoro, imeswaliwa kimakosa, imeswaliwa bila kuchungwa nguzo zake wala sharti zake wala wakati wake haukuhifadhiwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fakad khaba wa khasira, huyo atakuwa amepata hasara na ameangamia. Ikiwa swala ikiangaliwa ina makosa, ina kasoro, haikukamilika, basi na yale matendo mengine nayo pia yatakuwa yameharibika na yeye atakuwa amepata hasara. Waona umuhimu wa swala tunayoikuza na kuidharau. Leo kuadhiriwa, mtu bado kwenye biashara yake, hawezi funga biashara yake, hawezi, na tuko hivyo wengi. Hatuwezi funga biashara zetu dakika 5, 6 mpaka kufikia dakika 10, ama hata kama ni dakika 20. Wenda kusimama kwa nani? Wenda kusimama kwa Mola wako, wenda kuzungumza na Mola wako. Kuna makosa gani ukifunga biashara yako? Kuna kosa gani ukaacha kazi unayoifanya kwa sababu wenda kuongea na Mola wako? Lakini unampangia wewe Mola wako wakati aliyokupa. Huu wakati si mzuri, huu wakati wa biashara, mtaswali baadaye, namwambia Mwenyezi Mungu. Hata kama usemi, lakini maana yake ni hiyo. Ikiwa umepangiwa dhuhuri ni saa fulani, lakini useme mimi nimeshikana kwenye biashara yangu, nimeshikana kwenye kazi yangu, nimeshikana, nitaswali baadaye, ni kwamba Mwenyezi Mungu aliyekupangia ule wakati ameupanga wakati ambao
sio muafaka, sio wakati mzuri wa wewe kwenda kuongea na yeye, kumwambia mimi nitakuja kuongea na wewe baada ya ishai. Maana pia ishai itakuwa imemalizika, watu wameswali, wewe ndio unakwenda kuzikidhi swala zako zote kwa pamoja. Sasa tunajikosesha hizi kheri na fadhila, na kama tulivyosema kwamba anakwenda kufufuliwa pamoja na kina Firaun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuambia siku hiyo, uhshur, anawaambia malaika Mwenyezi Mungu, uhshuru alladhina dhalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun, wafufue na uwapeleke uwaeke katika kundi wale ambao walizidhulumu nafsi zao kwa kuswali wakati usiostahiki, kwa kufanya mambo yasiyostahiki wakiwa katika swala. Wafufue na uwakusanye pamoja na wale makafiri waliokuwa wakiwafuata, waliokuwa wakiwaabudu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema fahaduhum ila siratil jahim, waonyesheni, waelekezeni njia ya kwenda motoni. Mumefufuliwa pamoja na kundi la makafiri, tena wale vigogo wenyewe waliobobea katika ukafiri, ndio wewe umekwenda kufufuliwa na wao. Kisha Mwenyezi Mungu anasema fahaduhum ila siratil jahim, waongozeni na muwaelekeze njia ya kwenda motoni. Unaelekezwa njia ya kwenda motoni kwa sababu umepuuza kisimamo ambacho ni muhimu, kisimamo cha sala, kisimamo ambacho uko mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu umekipuuza kisimamo hiki cha hapa ulimwenguni, basi ndio kimekusababishia madhara yote haya mpaka ukaweza kuingizwa katika moto na kuelekezwa kwenda katika moto wa Jahannam. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyi rahimahullah anasema al-qiyamu fi salat, kisimamo katika swala, huwa maqamu al-abdi baina yaday Allah, ni kisimamo anachosimama mja mbele ya Mola wake. Kisimamo cha sala anachosimama mja ni kisimamo ambacho huwa amesimama mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Asema fa idha lam yastahdhir al-abdu annahu qaimun baina yaday Allah, ikiwa huyo mja katika kisimamo hiki akiwa katika sala hataweza kuhudhurisha moyo wake kwamba yuko mbele ya Mola wake wakati ule, basi fa inma huwa waqifun li nafsihi la lillah. Asema kisimamo hicho kitakuwa sio kisimamo cha mbele alichosimama mbele ya Mwenyezi Mungu, bali itakuwa ni kisimamo chake mwenyewe binafsi. Itakuwa ni kisimamo chake mwenyewe binafsi, sio kisimamo alichosimama mbele ya Mola wake, ikiwa moyo wake hakuhudhurisha, hakuelekeza kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala wakati yuko katika swala. Sasa je, swala zetu, nyoyo zetu kwa katika swala ziko kweli tumezielekeza kwa Mwenyezi Mungu, ama ziko kwenye biashara zetu? Jawabu utakuwa nalo wewe mwenyewe. Na Ibn Abbas radhiallahu anhu naye anasema rak'atani muktasidatani fi tafakkuri, rakaa mbili anazoswali mja, lakini akawa mja huyu fikra zake na mawazo yake yote ameyaelekeza kwa Mwenyezi Mungu ndani ya hizi rakaa mbili atakazoswali. Khairun min qiyami lailatin, ni bora hizi rakaa mbili ambazo moyo wake alikuwa ameuelekeza kwa Mwenyezi Mungu kuliko kisimamo cha usiku mzima atakachosimama mtu walqalbu sahir, wakati moyo wake uko nje kabisa ya swala. Yeye katika swala lakini moyo wake uko nje ya swala. Swali usiku mzima wewe, lakini kama ni kiwiliwili ndicho kilichosimama kwenye swala, moyo hauko katika swala, hiyo swala itakuwa haina maana. Hata usimame usiku mzima, lakini utashindwa na mtu aliyeswali rakaa mbili tu, lakini moyo wake ukawa amehudhurisha kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tuzihudhurisheni nyoyo zetu
tukiwa katika swala, tufahamu kwamba tulisimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusione kwamba tumesimama ni kisimamo cha kawaida, la. Wewe ukishakusema Allahu Akbar, fahamu kama ushafungua ukurasa mwingine, uko hadhara nyingine ambayo ni tukufu mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima ufahamu hilo na uwe na heshima na adabu katika swala yako utakayoswali, ili iwe ni swala ambayo yenye kukubalika, swala ambayo itakusaidia hapo ulimwenguni na kesho akhera. Kwa haya machache tutakomea hapa inshallah, na tutakuja kueleza kisimamo cha pili katika juma linalokuja inshallah. Mungu Mwenyezi Mungu atujalie minal ladina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.